Shalom, shalom. Majina yangu Yakobo Nywage. Nimesimama hapa kutoa pole kwa kanisa la TAG kwa kuondokewa na muasisi wao au muasisi wa kanisa la TAG, ndugu Emmanuel Lazaro. Poleni sana kwa msiba huo, na neno la Mungu au Biblia imetutaka pale watu wanapolia kulia pamoja nao wanaolia, na pia kufurahi pamoja na wanaofurahi. Wakati huu naungana na kanisa la TAG kutoa pole sana 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 kwa kuondokewa na muasisi wao. Kweli nimekuwa nikikosoa au nikikemea mafarakano na vitendo ambavyo viliwahi kufanyika kati ya TAG na EAGT kwa hao waasisi Emmanuel Lazaro pamoja na Moses Kulola. Lakini tunapoonya au tunapokemea, si kwamba ni maadui, bali Biblia inasema amkemeaye rafiki yake hatimaye atapata kibali, kuliko ajipendekezaye kwa maneno tupu. Lakini kwa tunapokemea haina maana kwamba tuna chuki na kanisa la TAG au ni maadui wa kanisa la TAG. Hapana. Lengo ni kwamba kama mwili wa Kristo wote tuwe na sura moja, tuwe na sifa za aina moja. Tangazo hili kwamba nasikitika kutangaza kwamba aliyekuwa askofu mkuu wa kwanza wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, ndugu yetu Emmanuel Lazaro amefariki. Ameenda kupumzika na Bwana. Na kifo kimetokea siku ya tarehe 17, na tunatarajia kwamba mazishi yatafanyika tarehe 22 kule Moshi kwenye sehemu ya inaitwa Masama Modio, kwenye kanisa la zamani sana. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu imempendeza kumpumzisha baba yetu. Ametumika kwa miaka mingi katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, akiwa askofu wa kwanza Mwafrika akilipokea kanisa hili, na alikuwa mtu wa kwanza kwa kanda ya kaskazini kulipokea kanisa la Tanzania Assemblies of God. Ametumika ndani ya kanisa kwa muda wa miaka 24. Kwa hivyo tunasema kwamba mapenzi ya Mungu yametimizwa. Bwana alitoa na Bwana alitoa.